الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ni tarehe 27 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 15 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 Miladia. يقول الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد طبقة أخرى. قال أبو الفتح نصر المقدسي رحمه الله تعالى: وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. anasema Abu al-Fath Nasr al-Maqdisi: wa anna Allah mustawin ala arshihi bainun min khalqihi, na kwamba Allah ni mwenye kulingana sawa juu ya arshi yake, mwenye kupambanukana na viumbe vyake, kama qala fi kitabihi, kama alivyosema hivyo Allah katika kitabu chake. وقال شيخ الإسلام الأنصاري صاحب منازل السائرين في التصوف، قال في كتاب الله: باب استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائنا من خلقه من الكتاب والسنة. مlango wa kulingana sawa Allah juu ya arshi yake, juu ya mbingu ya saba, baina min khalqihi, hali ya kupambanukana na viumbe vyake, min alkitabi was sunna. Itikadi hiyo ni kutokana na Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fasaqa alhujjata min alayati wal ahadith, akataja hoja ya itikadi hiyo kutokana na aya za Allah na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila anqal, mpaka aliposema: wa fi akhbarin shatta anna Allah subhanahu wa ta'ala fi as-samai as-sabi'a ala al-arshi bi nafsihi wa huwa yanzuru kayfa ta'malun. Katika hadithi mbalimbali ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika mbingu ya saba juu ya arshi, binafsihi, kwa nafsi yake yeye, wa huwa yanzuru kaifa ta'malun, na huku yeye anaangalia mnavyofanya duniani. Yuko juu ya mbingu ya saba juu ya arshi yake, na huku anawaona na kuwajua na kuangalia mnayoyafanya hapa duniani. وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان, na ujuzi wake na uwezo wake na kusikiliza kwake na kuona kwake na huruma yake iko kila mahali. Pamoja na kwamba yuko juu ya arshi yake, lakini vyote hivi viko kila mahali. Anajua uwezo wake, kusikiliza kwake, kuona kwake ni kila mahali. وقال البغوي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش، kisha akalingana sawa juu ya arshi. قال الكلبي ومقاتل: استقر. استوى أي استقر، ametulizana juu ya arshi. وقال أبو عبيدة: صاعدا، yuko juu ya arshi. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. معتزلة wamefanya ta'wil, wakafasiri istiwa kwa maana istila, kuitawala arshi. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. معتزلة wamefanya ta'wil ya istiwa wakaifasiri kwa istila, kwamba Allah ameitawala arshi, si kwamba yuko juu ya arshi ameilingana sawa. Wakatoa tafsiri hiyo na taawili hiyo, wakafanya taawil ya sifa hii ya Allah ya istiwa.
wakati maulama wa lugha wanasema haiji kabisa istiwa, kwa maana istila haipo kabisa katika lugha. Huwezi ukafasiri istiwa kwa maana istila, kuitawala, kwa sababu Allah hajatawala arshi peke yake. Allah ametawala kila kitu kilicho mbinguni na ardhini, kila kitu amekitawala yeye. Kwa tafsiri hii ni ya makosa, kwamba istawa bimaana istaula. Wanasema kwamba wamechukua neno hili au tafsiri hii kutokana na baitu shair, mshairi hajulikani nani, aliyesema istawa bisrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Ni ubeti umetolewa na mtu ambaye hata hajulikani. Wengine wanasema ni hakuwa Muislamu aliyesema hivyo. Istawa bishrun ala al-iraqi, Bishri ameitawala Iraki, Bishri ameitawala Iraki. Kwa hawa wanaofanya tawili ya istawa kwa maana istaula wamechukua kutokana na mshairi huyu asiyejulikana kwamba ni Muislamu au si Muislamu, na ni tafsiri ya makosa, ni tafsiri ya makosa. Kwa hiyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo katika Qur'ani na Sunna hazifasiriwi kinyume cha tafsiri yake iliyo sahihi, wala zifanyii namna wala kuzipigia mfano wa hakadha. Fa amma ahlu sunna fa innahum yaqulun alistiwa'u ala al-arshi sifatun lillahi ta'ala bila kaif. Ahlu sunna wanasema istiwa, kulingana sawa Allah juu ya arshi, ni sifa ya Allah mtukufu bila kuelezea namna yake, bila kuelezea namna ya istiwa. Alistiwa ala al-arshi sifatun lillahi ta'ala bila kaif, yajibu ala ar-rajuli al-iman bihi. Ni lazima mtu aamini, lazima mtu aamini sifa hiyo. Wayakilu al-ilma fihi ila Allah azza wa jalla, ategemeze kuijua namna yake kwa Allah azza wa jalla. Allah ndiye anayejua kwamba amelingana sawa vipi, lakini tafsiri ni hii ar-rahmanu ala al-arshi istawa, Allah amelingana sawa juu ya arshi. Sasa kufasiri istawa kwa maana istaula ni tafsiri ya makosa. Wayakilu al-ilma fihi ila Allah azza wa jalla, ategemeze ujuzi wa istiwa hiyo kwa Allah azza wa jalla, ndiye anayejua amelingana sawa vipi. Lakini laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Thumma dhakara qawla Malik al-mutaqaddim, kisha akataja kauli ya Imam Malik iliyotangulia, kisha akataja kauli ya Imam Malik iliyotangulia: alistiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. وقال وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهات، روي عنهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. Imepokewa kwa maulama hawa Sufyan Thauri wal Auza'i wal Layth ibn Sa'ad wa Sufyan ibn Uyayna wa Abdullah ibn Mubarak na wengineo katika maulama wa sunna, katika aya zilizokuja kuelezea as-sifatil mutashabihat, sifa zinazotatiza, wakasema amiruha kama jaat bila kaifin, zipitisheni kama zilivyokuja bila kuelezea namna zake. Amiruha kama jaat bila kaifin, zipitisheni hivyo hivyo kama zilivyokuja bila kuzielezea namna yake. Hakuna anayejua istiwa ya Allah kwamba amelingana sawa kadhaa, hakuna anayejua hilo. Yeye mwenyewe Allah ndiye anayejua kaifiyatul istiwa,
yeye ndiye anayejua kaifia ya uso wake, yeye ndiye anayejua kaifia ya mikono yake. Sifa zote yeye ndiye anayejua kaifia yake, hakuna mtu anayejua. Amirruha kama jaat bila kaifin. وقال أبو الحسن الكرجي في بائيته قال عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب. عقائدهم itikadi yao ahlus sunna wal jamaa, anna al-ilaha bidhatihi ala arshihi, ni kwamba Mola kwa dhati yake yuko juu ya arshi yake, bila ilmihi bil ghawaibi, bila kujua kwake ghawaib, mambo ya siri, bila kujua kwake kaifia ya hiyo kuwa juu kwake juu ya arshi. Wa anna istiwa ar-rabbi yuqalu kaunuhu wa yujhalu fihi alkayfu, na kama kulingana sawa kwa Allah juu ya arshi yake hufahamiwa hiyo istiwa. Yuqalu kaunuhu, hujulikana kaunuhu, kuwa hiyo istiwa ya Allah hujulikana istiwa, lakini wa yujhalu fihi alkayfu jahala shaharibi, na haijulikani namna yake, namna istiwa haijulikani, jahala shaharibi, kama kutojulikana kwa hiyo shaharib. Kuna mambo hayajulikani, na ndiyo hivyo hivyo kaifia na sifa za kaifia ya sifa za Allah pia hakuna anayejua, lakini lazima tuthibitishe sifa hizi kama alivyozielezea Allah subhanahu wa ta'ala, kuzithibitisha sifa za Allah kama zilivyothibitishwa na yeye Allah katika Qur'ani na mtume alivyothibitisha katika hadithi. Amirruha kama jaat bila kaifin, tafsiruha qiraatuha. Wanasema salafu, tafsiri ya ayatu sifat ndio hiyo hiyo qiraatuha, kuzisoma ndio tafsiri yake, bila kuzitafsiri kinyume na alivyokusudia Allah azza wa jalla. وقال الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله تعالى في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو مستو على العرش محتو على الملك محيط بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أسمع katika kitabu chake Al-Ghunya: amma ma'rifatu as-sani' bil ayat, ama kujua mtengenezaji wa aya hizi, wadalail na dalili, ala wajhi al-ikhtisar, kwa njia ya ufupisho, fahuwa an yu'rafa, ni kujulikana, wa yutayaqana, na kutiwa katika yaqini, anna Allaha wahidun ahad, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja na yuko pekee katika kuabudiwa. Ila anqal, mpaka aliposema wa huwa mustawin ala al-arsh, na yeye mwenye kulingana sawa juu ya arshi, muhtawin ala al-mulki, mwenye kukusanya ufalme wote, muhitun bil ashya, mwenye kuvizungukia vitu vyote kwa kuvijua. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'u, kwake yeye hupanda maneno mazuri na amali njema hupandisha maneno hayo mazuri. Wala yajuzu wasfuhu biannahu fi kulli makanin, wala haijuzu kumsifu Allah kwamba yuko kila mahali. Wala yajuzu wasfuhu biannahu fi kulli makan, haifai kumsifu Allah kwamba yuko kila mahali, bali yuqalu innahu fi samai ala al-arshi, bali husemwa Allah yuko mbinguni juu ya arshi yake, kama qala ta'ala: arrahmanu ala al-arshi istawa.
Hii ni itikadi ya kijamia kwamba Allah yuko kila mahali, ni itikadi ya kijamia hii, sio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Ahlusunna wal Jamaa wanathibitisha sifa hizi kama zilivyothibitishwa na Qur'ani. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, wa yanbaghi itlaqu dhalik min ghairi ta'wil, inatakikana kuachilia hilo bila kufasiri kinyume cha murad. Wa kaunuhu ta'ala 'ala al-'arshi madhkurun fi kulli kitabin unzila 'ala kulli nabiyyin ursila bila kaif, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi, jambo hilo limetajwa katika kila kitabu kilichoteremshwa na kila mtume aliyetumilizwa. Wa kaunuhu ta'ala 'ala al-'arshi madhkurun fi kulli kitabin unzil 'ala kulli nabiyyin ursil bila kaifin, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi, jambo hili limetajwa katika kila kitabu kilichoteremshwa kutoka mbinguni kwa kila mtume katika mitume waliotumilizwa. Kila mtume aliyetumilizwa amekuja na itikadi hii bila kaif, bila kuelezea sampuli ya kulingana sawa huko. وقال أبو عبد الله القرطبي صاحب الجامع في أحكام القرآن، القرطبي الأندلسي ونوچوني وسبيني، قال وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. الإمام القرطبي رحمه الله يسمى ولكوا سلف ومانزو رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة، hawasemi kukanusha upande wa Allah, hawakanushi hilo. Wala yantiquna bidhalik, wala hawatamki hilo. Bal nataquhum walkafa biithbatiha lillahi ta'ala, bali walisema wao na maulama wote uthibitisho wa upande huo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama nataka kitabuhu, kama kilivyotamka kitabu chake Qur'ani, wa akhbarat rusuluhu, na wakaelezea hilo mitume wake. Manake hawa Ash'ari wanasema Allah subhanahu wa ta'ala hana upande, ndio maana wanasema hayuko chini, hayuko juu, hayuko mashariki, hayuko magharibi, hayuko kusini, hayuko kaskazini. Sasa yuko tena huyo? Hayuko tena. Basi kama hayuko chini wala juu wala hayuko mashariki wala magharibi wala kusini wala kaskazini, ina maana hayupo. Basi ni jambo haliwezekani hilo. Allah mwenyewe asema yuko juu ya arshi, nyinyi msema hayuko juu, na mwenyewe anathibitisha katika aya nyingi, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Hawa watanguliza akili zao, wanatanguliza akili wakawacha nyuma nususi hizi za Qur'ani na Sunna. Ndio maana wanasema hivyo kwamba Allah hana upande. Sasa hii ni kutanguliza akili na kuwacha nyuma hizi nusus. Na mwenyewe kasema yuko juu ya arshi, sasa hana upande vipi? Mwenyewe Allah anathibitisha Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ingekuwa ni maneno ya watu, angalau ukayapinga, at least ukasema maneno yake huyu. Ni mwenyewe Allah anathibitisha hivi, alafu asema hapana, Allah hayuko juu. Sasa hii ni itikadi ya kijamia, lakini hawa Ash'ari hawaelewi. Qala walam yunkir ahadun min as-salaf as-salih. Al-Imam al-Qurtubi anaendelea, walam yunkir ahadun min as-salaf as-salih anna istiwa'ahu ala 'arshihi haqiqa. Hakuna yoyote katika salafu salih aliyepinga kwamba kulingana sawa kwake Allah juu ya arshi yake ni kwa uhakika. Hakuna yoyote aliyepinga hilo. Walam yunkir ahadun min as-salaf as-salih anna istiwa'ahu ala arshihi haqiqa. Hakuna yoyote aliyepinga katika salafu salih
hilo. وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. Allah amehusu arshi yake kwa hilo, kwamba yeye amelingana sawa juu ya arshi yake, kwa sababu arshi ndiyo kiumbe chake kikubwa kuliko vitu vyote. Wa khassa arshahu bidhalik, Allah amehusu arshi yake kwa kulingana sawa huko, liannahu a'dhamu makhluqatihi, sababu arshi ndiyo kiumbe kikubwa kuliko viumbe vyake vyote. Wa inna ma jahilu kaifiyat alistiwa, ahlu sunna hawajui namna ya kulingana sawa huko, namna ya kulingana sawa hawajui, lakini istiwa inajulikana. Wa inna ma jahilu kaifiyat alistiwa fa innahu la ya'lamu haqiqata kaifiyatihi, kwani hakuna anayejua uhakika wa namna yake hiyo istiwa. قال ذلك في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. قلت أراد بالجهة إثبات العلو لله تعالى، أنا كسودية وجهة كثبتش أجوة الله سبحانه وتعالى. alivyosema وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة، walikuwa salafu wa mwanzo radhiyallahu anhum hawasemi kupinga upande wa Allah. Ndio anasema hapa arada bil jiha ithbata al-uluwi lillahi ta'ala, anakusudia kwa hiyo jiha uthibitisho wa ujuu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma lafdhul jiha falam yarid fil kitabi wala sunna, ama neno hilo la jiha halijakuja katika Qur'ani wala sunna, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yalzamu min ithbati al-uluwi ithbatuha, hailazimu kwa kuthibitisha ujuu wa Allah kuthibitisha hiyo jiha. Wala yalzamu min ithbati al-uluwi ithbatuha, hailazimu kwa kuthibitisha uluwullah, hailazimu uthibitisho wa jiha. Lianna al-arsha saqafu jamii al-makhluqat, sababu arshi ndiyo sakafu ya viumbe vyote. Fama fawqahu la yusamma jiha, kilicho juu yake hakiitwi jiha. Fama fawqahu, kilicho juu ya arshi, la yusamma jiha, hakiitwi jiha. Qala walau sallamna annahu yalzamu min ithbati al-uluwi ithbatu al-jiha falazimu al-haqqi haqqun, lau tungejisalimisha tukakubali kwamba inalazimu kwa uthibitisho wa ujuu wa Allah uthibitisho wa upande. Lau tungejisalimisha hilo tukakubali kwamba yalzamu min ithbati al-uluwi ithbatu al-jiha falazimu al-haqqi haqqun, kinacholazimiana na haki hicho pia ni haki. Falazimu al-haqqi haqqun, kinacholazimiana na haki hicho pia ni haki, kwamba italazimu uthibitisho wa jiha, basi ndiyo Allah yuko juu upande wa juu, sababu imelazimiana na haki kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Liyalzamu min ithbati al-uluwi ithbatu al-jiha falazimu al-haqqi haqqun. Mnielewa? famastalzamahu sarihu al-ayat wal-ahadith fahuwa haqqun bila khilafin inda ahli sunna, kilicholazimishwa na uwazi wa aya za Allah na hadithi za Mtume sallam, hicho ni haki bila khilaf kwa ahli sunna wal jamaa. Famastalzamahu sarihu al-ayati wal ahadithi fahuwa haqqun bila khilafin inda ahli sunna, kilicholazimiana na uwazi wa aya, kilicholazimishwa kikabainishwa na uwazi wa aya na hadithi za Mtume, hicho ni haki bila khilaf inda ahli sunna. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بعد سرد الآيات والأحاديث في الصفات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى katika al-aqidati al-wasitiyya,
baada ya kutaja aya za Allah na hadithi za sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala faslun وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه على خلقه علي على خلقه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. أكسمه في شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. فصل وقد دخل فيما ذكرنا yameingia katika tuliyoyataja min al-imani billah, tuliyoyataja ambao ni kumwamini Allah, inaingia al-imanu bima akhbara bihi fi kitabi, inaingia pia kuamini aliyoyaelezea Allah katika kitabu chake. Watawatara an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, zikaja hadithi mutawatir kutokana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmaa alayhi salaful umma, wakawafikiana juu ya hilo wema wa ummati huu. Min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arshihi. Haya ndio lazima pia kuyaamini. Ukimwamini Allah pia lazima uamini aliyoyaelezea Allah katika Qur'ani na mtume katika hadithi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu saba, mbingu zake juu ya arshi yake. Aliyun ala khalqihi, yuko juu kuliko viumbe vyake. Lazima kuamini hivyo, sababu imetajwa katika Qur'ani katika aya nyingi. Wa huwa subhanahu ma'ahum, yeye yuko juu ya arshi yake, na hali yeye subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na viumbe vyake. Aina ma kanu, popote walipo. Ya'lamu ma hum amilun, anajua wanaoyafanya viumbe vyake. Ya'lamu ma hum amilun, pamoja na kwamba yuko juu ya arshi yake, lakini Allah anajua wanayofanya viumbe vyake. Kama jamaa baina dhalik fi qawlihi ta'ala هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معهم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Allah ameyakusanya yote hayo katika aya hii. Yeye Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku 6. Thumma stawa ala al-arshi, kisha akalingana sawa juu ya arshi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, anajua kinachoingia katika ardhi. Wama yakhruju minha, na kinachotoka katika ardhi. Wama yanzilu minas sama, anajua kinachoshuka kutoka mbinguni. Wama ya'ruju fiha, na kinachopanda mbinguni. Wa huwa ma'ahum aina ma kuntum, na hali hii Allah yuko pamoja nao popote walipo. Wallahu bima ta'maluna basir, na Allah kwa hayo mnaoyafanya ni mwenye kuyaona. Walaysa maana qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalqi, si maana qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum kwamba yeye anachanganyikana na viumbe vyake popote walipo. Wakiwa msikitini yupo, wakiwa vioni yupo, wakiwa baa wanakunywa tembo na yeye yuko hapo. Haina maana hiyo. Walaysa maana qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalqi fa inna hadha la tujibuhu al-lugha. Jambo hili lugha ya Kiarabu pia hailithibitishi hilo, hiyo kwamba wa huwa ma'akum, kwamba amechanganyikana na viumbe vyake popote walipo. Hadha la tujibuhu al-lugha wa huwa khilafu ma ajma alayhi salaful umma, na hiyo ni kinyume cha walivyowafikiana wema wa ummati huu. Wa khilafu ma fatara Allahu alayhi al-khalqa, na ni kinyume cha Allah alivyowaumba viumbe vyake. Balil qamaru ayatun min ayati Allah, bali mwezi ni moja katika aya za Allah.
katika alama za Allah, min asghari makhluqati, mwezi ni katika kiumbe kidogo katika viumbe vyake. Wa huwa mawdhu'un fi samaa, mwezi umewekwa katika mbingu. Wa huwa ma'al musafir wa ghairi almusafir aina ma kan, mwezi uko pamoja na msafiri na asiyekuwa msafiri popote alipo. Kila unapotembea mwezi ule unakuangaza. Alqamaru ma'aka aina ma kunta. Sasa haina maana kwamba mwezi uko umechanganyikana na wewe unauvaa kama unavyovaa kanzu yako. والله سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. na Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi, raqibun ala khalqihi, ni mwenye kuwachunga viumbe vyake, anawaona na kuwajua. Muhaiminun alaihim, mwenye kuwatawala. Muttaliun alaihim, mwenye kuwaona. Ila ghairi dhalik min maani rububiyatihi, na mengineyo katika maana ya uungu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu hadha alkalam alladhi dhakara Allah ta'ala min annahu fawqa al'arshi wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi. Wa kullu hadhihi alkalam, maneno haya yote alladhi dhakara Allah ta'ala, aliyataja Allah mtukufu, min annahu fawqa al'arshi, maneno ambayo kwamba Allah yuko juu ya arshi, wa annahu ma'ana, na kwamba yeye Allah yuko pamoja na sisi, yote hayo ni haqqun ala haqiqatihi, ni haki na yako juu ya uhalisia wake, si kwamba ni majaz. La yahtaju ila tahrifin, hayahitaji kubadilishwa maneno ya Allah. Walakin yusanu ani dhununi alkadhiba, lakini maneno ya Allah yanahifadhiwa na dhana za uongo. Mithla an yudhanna anna dhahira qawlihi ta'ala fi as-samaa anna as-samaa taqilluhu au tadhilluhu. Hizi ndio dhana za uongo, mfano wa kudhania kwamba dhahiri ya maneno ya Allah fi as-samaa ni kwamba mbingu inamfunika Allah. Hiyo ndio dhana za uongo hiyo. Wa hadha batilun biijma'i ahli alilmi wal iman, na hilo ni batil kwa itifaqi ya ahli alilmi wal iman. Fa inna Allah ta'ala qad wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda, kwani Allah subhanahu wa ta'ala kursi yake ni pana kuliko mbingu na ardhi. Wa huwa alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula, na yeye Allah ndiye anayezuia mbingu na ardhi kuondoka. Wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa biidhni, na Allah ndiye anayezuia mbingu kuanguka juu ya ardhi isipokuwa kwa idhni yake. Wa min ayatihi an taquma as-samaa wal ardu bi amrihi, ni katika alama za Allah kusimama mbingu na ardhi kwa amri yake na idhni yake. Intaha kalamu man Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi al-aqidati al-wasitiyya. قال: ومصنفات هذا الإمام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى في الانتصار لمعتقد أهل السنة والجماعة قد طبقت المشارق والمغارب. vitabu vilivyotungwa na imamu huyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahumullahu ta'ala katika kunusuru itikadi hii ya al-sunna wal jamaa, vitabu vyake vimeenea mashariki mwa dunia na magharibi. Vitabu vyao vingi vimeenea kwa masala haya ya aqida ya al-sunna wal jamaa. Walau dhahabna nadhkuru aqwala ahli al-ilmi wad-din من السلف والخلف لاحتجنا إلى عدة أسفار بل إلى عدة أحمال وفيما ذكرناه كفاية. سمع الشيخ هذا العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى لو تنجتاج قول أهل العلم na watu wa dini kutoka salaf mpaka hawa waliokuja nyuma, tungitaja kauli zao zote kutoka salaf
wal khalaf, na maulama waliokuja nyuma, lahtajna ila iddati asfar, tungehitajia vitabu vingi sana, bal ila iddati ahmal, bal tungehitajia mizigo mingi ya vitabu. Wa fima dhakarnahu kifaya, tuliyoyataja haya yanatosha. Dalili zote hizi zinazoelezwa, mbona hawa ashaira hawajatunga vitabu vya vizuri kurudi kauli hizi? Wanasema tu, lakini hawajatunga kitabu cha kurudi kitabu hiki. Kwa mfano Maarij al-Qabul, watunge kitabu cha kurudi hoja hizi alizozitoa hadha al-alim al-Rabbani Hafidh ibn Ahmad al-Hakami katika kitabu hiki, wazirudi. Hakuna anayerudi, kuonesha kwamba hawana hoja yoyote isipokuwa kutegemea akili zao tu, hawana hoja. Tumeelewa? Sasa hapa anasema wa fima dhakarnahu kifaya, tuliyataja inatosha, lakini kitabu chote hiki anaendelea tu Hafidh kuelezea dalili. Pamoja anasema haya inatosha, lakini bado kitabu kizima anaelezea dalili hizo za hawa salaf na al-khalaf, kwamba wamefikiana katika jambo hili lililokuja katika Qur'ani na Sunna. Si kwamba ni wao waliosema, dalili zimekuja katika Qur'ani na hadithi, wao wanaziaidi na kuzisapoti dalili hizi. Hakuna njia tena hapa ya kuzikana dalili hizi zinazotokana na Qur'ani na Sunna. Bado anaendelea kitabu kizima anaelezea dalili hizo. Naktafi bihadha alqadr, wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.